sauti unayoimba, sauti unayoisema ina nafasi ya kutikisa nchi. Na kukamua vizuri, sio nchi kwa maana ya taifa. Haleluya. Naongelea nchi kwa maana ya Bwana Yesu asifiwe, kwa maana ya mamlaka za giza na Mungu. Lakini pia sauti unayopiga ina nguvu ya kupasua vitu. Ina nguvu ya kupasua vitu. Sauti yako hiyo ina nguvu ya kupasua vitu. Kama vilikuwa vimeungana, ina uwezo wa kutenganisha. Sauti yako ina nafasi ya kuvitenganisha vitu. Kitu kama kilikuwa kimeungana, kinaweza kikatenga. Ni jambo la tatu. Sauti unayoipiga ina nguvu ya kuangusha vitu. Sasa naweza kuweka vizuri, maana nikiweka tu vitu naweza kama vile naongelea labda maparachichi au naongelea sambusa. Kumbe mimi naongelea vitu vya kiroho. Kwa hiyo ina uwezo wa kuangusha mamlaka, ina uwezo wa kuangusha falme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sauti unayopiga ina uwezo wa kuzifanya mbingu zisuke. Yaani kama zifanyike kupatikana mtikisiko katika mbingu kwa namna ambayo ni kama vinatengenezeka. Ndio maana Mungu akasema mtakalofunga duniani limefungwa na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtakalofungua duniani limefunguliwa na duniani. Njoo katika Injili sasa. Haya mambo nitaenda kwa dakika chache, kwa sababu ya katika maisha ya mfalme ni maisha ya vita. Daudi mfalme, kama kuna muda alipumzika, basi alipumzika kidogo sana katika maisha yake, kukaa bila vita. Muda hata Biblia inasema miaka ya Daudi ilikuwa ni miaka ya vita, ilikuwa ni miaka ya mapambano. Daudi kabla akiwa mtoto mdogo, hajawa mfalme, alikuwa anachunga, anapambana na dubu na simba. Ajenda ya pili, Daudi tunakuja kumwona yuko kwa mfalme Sauli. Sauli anatafuta mtu wa kumpiga Goliathi. Daudi anajitokeza na kusema ya kwamba Bwana kama alimsaidia kuwapiga simba, kuwaua dubu waliokuja kuwakamata kuondoa baba yangu, huyo Bwana amesaidia kumpiga na huyu Filisti asiyekuwa Goliathi kwa ajili ya majeshi ya Bwana, ili kwamba asiendelee kuyatukana. Kwa hiyo akajitwisha jukumu la kupigana vita kwa ajili ya taifa lake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile mstari ya msuluhisho kwenda ile sura ya 22, unapata picha kama samari ya vita alivyopigana Daudi na Biblia inasema amepigana na wafalme, amepigana na Wafilisti katika maisha yake. Sio kama kipindi cha Goliathi, walikuja tena kupigana naye. Biblia inasema kupigana na kitu kingine na mikono na vidole 6, miguu wa kulia vidole 6, wa kushoto vidole 6, wa kulia vidole 6, wa kushoto nao mkono vidole 6. Jamaa jemedari ana vidole 24. Kwa hiyo Daudi anathibitisha kwamba amepigana na madude ambayo kwa
kuna miamba kubwa lina vidole 24, lina vidole 20. Kwa hiyo kama tutapiga vidole 20, kuna vinne vya mseto kwa hili jamaa, lakini yeye aliweza kulipiga. Ndio maana apata nguvu katika sura ya 22 kusema hivi, maana adui yangu aliponizunguka, Bwana alisikia sauti yangu. Kwa hiyo anatoa tathmini kwa yale niliyopambana nayo kwa mkono wangu ama kwa mkono wa watumishi wangu, kama sikuwa ningelikuwa nimeangamia. Biblia inasema Daudi alienda kwenye hiyo sura 21 Samueli wa kwanza. Sasa vita vikamuelemea na Mfilisti mmoja mwenye nguvu akaulenga mshale wake ili ampige Daudi hapo. Asifiwe Mungu. Nyuma ya Daudi kulikuwepo na Abishai. Yeye alipoona mkuki umelengwa vizuri, kabla mkuki haujaachwa kwenda kwa Daudi, Abishai akamuua yule jemedari wa Wafilisti. Bwana waweza akamwambia, usije siku nyingine kwenye vita wewe, utakuja kupitia giza wewe, usije. Ndio maana hata huwa anatawala watu hawaendi vitani, kwa sababu wao ndio taa. Ambia usije ukaizima taa ya giza. Nini kilimuokoa Daudi na vita vyote? Ni sauti yake. Ni sauti yake mahali ambapo amekwisha kukubaliana na Mungu kwamba Mungu kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya mambo ya taifa, kwa ajili ya yale ambayo nitakuwa ninayapitia, nitakuja kulia hapa hekalu. Kwa hiyo unaweza kuelewa kama tunatathmini ama tunatafakari namna ambavyo maombi yanaweza kuwa yana maana. Leo tunaweza kuchukua kipande cha kusema sauti yake hekalu ina maana gani, inafanya nini kwa ajili ya maisha. Wakati fulani watu wamefika tu kwenye maombi kwa sababu mchungaji amesema, kwa sababu katibu katangaza, kwa sababu umesisitiza sana, kwa sababu tu unajua lazima na mimi nionekane sio wa nyuma sana. Lakini ukimuuliza, unajua nini maana ya sauti unazozizungumza ukiwa katika uwepo wako? Akiingia kwenye maombi anaweza kwamba anasawaliwa nini leo anapoingia kwenye maombi, akianza kutoka nje ya mlango anaona hivi leo niliomba hivi niliombea jambo gani vile? Sawa. Ibada yetu ya jioni pale nyumbani, mwanangu mkubwa anaombi lake maarufu. Yeye alifika